Lakini bado tuongeze nguvu katika usimamizi wa mipango ya maendeleo katika maeneo ya wazi. Tuna changamoto. Najua kuna maeneo wazi watu wamejenga vibanda. Kuna maeneo ya wazi tulikuwa bado hatujaweka hati. Kwa hivyo nielekeze sasa ofisi ya mkurugenzi na Mheshimiwa DC muisimamie. Mwenyekiti wa halmashauri, hakikisheni kupitia baraza lako, kamati ya ardhi, maeneo yote ambayo ni wazi ambayo hayana hati yaandikiwe, na yale ambayo yalijengwa na zile taratibu zilizokiukwa, basi kutaneni muone jinsi gani mtaweza kusuluhisha mambo hayo kwa kutumia sheria, kanuni na taratibu za serikali. Lakini lingine, kuna maeneo nilikwenda tumekuta karibu milioni 30, milioni 20. Nyie mna kama milioni 5. Japo sio kidogo, ni nyingi kwa maana ni fedha za serikali na huduma imetolewa, lakini tumeshindwa kulipwa na bima kwa sababu ya watumishi wetu wanaohusika huko kwenye zahanati, vituo vya afya, hospitali kutokuwa makini katika kujaza zile fomu. Sasa zile fomu zikikosewa, bima wanagoma kulipa fedha, japo tayari tumeshatoa huduma na gharama zimeshatumika. Kwa hivyo kuanzia sasa nielekeze mkurugenzi, timu yako ya DMO na kushirikiana na wenzetu wa NHIF, elimu itolewe wale wote wanaohusika na vituo hivi vya afya, na ikatokezea tena kwamba kuna mtu atazalisha deni ambalo litakataliwa kulipwa na NHIF, basi itabidi aweze kulipia gharama hizo ambazo serikali ya halmashauri itakosa mapato. Bila hivyo tutaendelea kuwa na uzembe ambao utapelekea kukosa kulipwa na NHIF na serikali kupoteza mapato, kwa sababu tumelipia gharama za dawa na vipimo na kadhalika, na ambapo tunashindwa kulipwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, halmashauri vile vile kulikuwa kuna fedha za mapato ya ndani kutopelekwa kwenye serikali za vijiji. Sasa hivi tumekubaliana na katibu tawala na ataandika muongozo kwa halmashauri zetu zote. Haiwezekani mwenyekiti wa kijiji akaendesha shughuli za kijiji, ni serikali kamili. Kijiji ni serikali kamili. Sisi tuna OC ya kuendesha shughuli za ofisi. Fika kwenye halmashauri na wenyewe wana OC. Idara zina OC za kuendesha shughuli za ofisi. Sasa kijiji tunatakiwa kila kota, kila robo mwaka tupeleke 200,000 shughuli za kijiji ziweze kuendeshwa. Lakini hatupeleki. Hapa tulikuwa tuna karibu milioni 26. Sasa sijajua kama bado iko vile vile au mlishapeleka. Lakini nielekeze fedha hizi zipelekwe. Ili kwa nyinyi halmashauri ya Pangani mnatakiwa mpeleke 100,000. Kwenye zile halmashauri za mapato makubwa ni 200,000. Kwa hivyo hizi ziweze zikapelekwa kwenye vijiji hizi 33 kwa ajili ya kuendesha shughuli za ofisi. Kwa hivyo ni kama 400,000 kwa mwaka. Na nihakikishe mkurugenzi uhakikishe kabla ya tarehe 15 fedha hizi zinakwenda kwenye maeneo ya kijiji, lakini lisimamiwe na utaratibu mzima na taarifa apatiwe mkuu wa wilaya ya jinsi ambavyo umepanga. Najua kuna vijiji vingine labda hata akaunti zimeshafungwa. Kazi simamie revive zile akaunti zilizofungwa ili kazi iweze kufanyika. Vinginevyo wenye vitu watauza ardhi tu. Mtu ana uwezo anajua kabisa hana mamlaka ya kuuza eka zaidi ya 150, ataenda atauza 500 na kadhalika, na baadaye tunasema tunambana, lakini tumemkosesha jinsi ya kufanya hizi shughuli za kuendesha ofisi. Au anakwenda kijana asajiliwe barua, ataagiza leta vocha, leta karatasi, leta 5,000 ya stationery, tutambana kwa nini unachukua pesa ili hali hatujampelekea.